nimepata faraja. Kuna development kubwa sana, ndugu katibu tawala wa mkoa, nimeiona kutoka nimetoa yale maelekezo, na leo hii nimeona maendeleo makubwa sana. Nikupongeze sana Rasi kwa usimamizi wako mzuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nikupongeze sana kwa sababu wewe uko on it every time, every moment. Kwa hiyo ninakupongeza sana. Mimi intention yangu Mheshimiwa Rasi, na hili nimwelekeze ndugu katibu tawala wa mkoa, ninahitaji mhamie hapa ndani ya kota ya kwanza ya mwaka wa fedha 26/27. Tusizunguke tena, tumezunguka sana na hili jengo muda mrefu. Kwa hiyo mimi nina imani ndani ya kota ya kwanza ambayo inaishia Septemba mwaka huu, tukipita hapa tutakuta tena mmeshaingia hapa. Lakini pia mmebadilika. This time nimefarijika kwamba mlifuata maelekezo, mmefika hapa. Tuna hivi vitu vichache vimebaki, ndugu katibu tawala wa mkoa. Logic mlioitoa nimeielewa. Haya mascaffold haya yanatakiwa yaondoke, lakini kwamba yule supplier wa vile vitofali bado anamalizia kuleta. Kwa cha muhimu tuendelee na pale pale, tumpush ili akileta, umeniambia akivileta in 1 week's time tunaweza kuwa tumevipiga vyote na hilo limeondoka. Nimehakikishiwa na kuona vioo vya kuweka huku viko pale chini, ambayo nadhani na yenyewe sio kazi kubwa ya kufanya. Vitu viwili vikubwa ni lift. Hakikisheni kwamba hiyo lift inakuja kwa wakati, na swala la furniture. Hili jengo likikamilika litakuwa limetumia almost 6.5 billion. Ndio. Ni investment kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliridhia fedha hii itumike. Na ndio maana mnatuona na sisi tunakuja mara kwa mara kuhakikisha kwamba utekelezaji wa maelekezo yake mwenyewe yanafanyika. Mimi nadhani Mheshimiwa Waziri, haya yaliyobaki tukubaliane, kwa sababu kwa wale wasiojua, waziri akisema kabla ya kota ya kwanza, maana yake ni kabla ya saa 6 usiku tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 26. Sasa akisema kabla, inaweza ikawa hata kesho, lakini iwe kabla ya tarehe 30. Tunahulka sisi tukiambiwa kabla ya tarehe 30, tunaweka lengo kwamba ile tarehe 30 ndio siku ya kumaliza. Hiyo inaweza ikawa hata tarehe 1 mwezi Septemba vile, na isiwe shida yoyote, ni kabla ya tarehe 30. Sasa Mheshimiwa Waziri, wakati wanatupa briefing na mabingwa hawa wataalamu, vitu vyote walivyokuwa wanasema kazi zake ni wiki 2 wiki 3, wiki 2 wiki 3, wiki 2 wiki 3. Sasa ukizichukua zile kwa pamoja, inawezekana kwamba kama kila kitu kikipatikana, ina maana hatuna sababu kwa nini katikati ya mwezi wa 8 tusije tukakwambia Mheshimiwa Waziri, umetupa mpaka tarehe 30 mwezi wa 9, lakini hii katikati ya mwezi wa 8 August tayari tuko tayari uje kukagua jengo kwa ajili ya ridhaa yako.